Leo nitachukua tafakari kutoka katika kitabu cha Wathesalonike lakini pia na kitabu cha Mathayo. Kwa hiyo tutachanganya vitabu hivi viwili na itakuwa ndio tafakari yetu siku ya leo. Kwa hiyo kama mkao wa kujifunza neno la Mungu, Biblia yako ikiwa hapo karibu. Kabla hatujaanza, naomba tuombe. Baba wa mbinguni, fungua mbele yetu kile unachotamani kutufundisha. Roho wako mwema aliye mwandishi wa vitabu hivi atusaidie kile alichokinena zamani na manabii na waandishi wa Biblia iwe wazi mioyoni mwetu, kwa jina la Yesu, amina. Somo ninaloenda kulisoma katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 4 fungu la 16, wengi wetu tumeshasikia, hasa wakati wa mazishi. Somo hili limekuwa likisomwa, kwa hiyo sio ngeni sana mioyoni mwetu. Kwa hiyo utagundua ya kwamba lile limekuwa ni somo ambalo tumekuwa tukilisoma hasa kuatia moyo wale ambao wamefikwa na changamoto ile ya kufiwa. Na kwa nini linasomwa? Kwa sababu limeunganisha ujio wa Yesu likitoa faraja kwa wale waliolala mapema, kwamba sio hasara kulala mapema, na sio kwamba mtu amepotea, bali amepangwa kuandaliwa kumuona Yesu. Na ngoja niisome fungu la 16, ukiacha mafungu yale ya mwanzoni ambayo mara nyingi tunasoma fungu la 13 mpaka 17, lakini kwa ajili ya somo la jioni ya leo nitasoma fungu la 16, 17 na 18. Biblia inasema hivi: kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno haya. Haya maneno Paulo aliwaandikia wa Thesalonike. Kwa nini? Kulikuwa na changamoto ya uelewa. Kipindi hicho Wakristo walikuwa wanasali makanisani na watu walikuwa wakilala usingizi wa mauti, wanahoji, sasa huyu mzee ambaye alikuwa amemwamini Yesu, mbona amelala? Si atakuwa amepotea? Hatutaonana naye tena. Kwa hiyo kukawa na changamoto kubwa, taharuki ikawa kubwa sana, hasa waumini waliomwamini Yesu. Kwa sababu hiyo maswali yakawa mengi, na kwa hiyo Paulo ilibidi awaandikie, akamwambia, jamani, hapana, msihuzunike sana kwa ajili ya wale waliolala usingizi wa mauti. Ikiwa tunaamini Yesu alikufa akafufuka, hata wale waliolala katika Kristo. Kumbuka neno limetumika pale, kuna preposition imetumika pale, katika Kristo. Hiyo preposition ina maana kubwa sana, kwa sababu kuna watu wanalala si katika Kristo. Katika Kristo ina maana amelala akimwamini nani? Yesu. Lakini kuna mtu analala hamwamini Yesu, tumaini halipo hapo, hawezi kufufuliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Lakini kama alikufa akimwamini Yesu, tumaini ni kwamba Bwana atashuka wakati wa parapanda ya mwisho. Kwa hiyo wale waliokufa wote watafufuka, na itakuwa fumba na kufumbua. Sasa wengine hawaelewi hata hiyo sentence. Ngoja nikufafanulie. Piga picha ya mgonjwa mahututi, yuko ICU. Amewekewa mashine na manesi wanasumbuka kwa ajili ya kuokoa maisha yake. Lakini wanashangaa juhudi zao hazizai matunda. Anaanza kugeuza macho na anaanza kuvuta pumzi ya mwisho. Anavuta pumzi kwa nguvu. Anaona hakuna tena nyingine. Halafu ananyamaza kimya. Wale manesi wanachukua macho yake wanayaziba kama mtu aliyelala usingizi.
ili kwamba asilale akiwa macho yamekodoa, atashitua watu. Kwa hiyo inabidi macho yake wakati bado akiwa fresh, macho yale yanafumbwa. Wakati yale macho yakifumbwa, anapolala ule usingizi wa mauti pale katika wodi, macho yake mara ya mwisho yaliona manesi na madaktari wakihangaika kuokoa maisha yake. Ndio kitu cha mwisho alichokishuhudia, na kwa sababu hiyo atalala kimya. Sijajua kitu gani kinaendelea. Wanasayansi wanasema kutakuwa na sekunde kama 30 hivi, sekunde ile ti zitapita sekunde 30 baada ya kufumba macho, zitakazokuwa zinamwambia sasa amekufa. Ni yeye mwenyewe sasa atakuwa na realize kwamba amekufa na ndio ameenda na nini. Baadaye itakuwa hewa kabisa, hakuna kitu chochote anachojua, ni kama usingizi. Halafu atapelekwa, mazishi yatapangwa, atapelekwa kwenye mochwari, atakaa siku kadhaa kulingana na familia, ataenda kuzikwa, atafukiwa kwenye udongo. Mvua zitanyesha, majani yataota, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, miaka 10, miaka 20, miaka 30, 50, Yesu ajarudi, miaka 70, 100, Yesu ajarudi, kaburi lake liko hapo. Yesu anapokuja, ikiwa alimwamini Yesu, akitokea tu upande wa mashariki, atakodolea macho makaburi ya wale waliomwamini na atawaita wote. Atakapowaita kila mmoja, kaburi litapasuka alilokuwa amekaa, na atainuka, vumbi litatimka la lile kaburi. Atakodoa macho, anashangaa, nilikuwa naona manesi wakiwa hapa, wako wapi? Kama alikuwa na mke wake hapo au mume wake, atakuwa anamtafuta yuko wapi, akifikiri yuko kwenye kitanda cha hospitali. Akili yake inamwambia ni sekunde moja iliyopita alikuwa amefumba macho, na akifumbua anamuona Yesu akija sekunde iliyofuata. Kumbe imepita miaka 100, amekaa kaburini, hajui chochote. Kwa hiyo wale waliolala ni fumba na kufumbua. Sekunde anafumba, sekunde akifumbua, anamuona Yesu akija upande wa mashariki. Lakini kuna tukio lingine. Kuna wengine fumba na kufumbua wataona mji unashuka. Kuna nini kimetokea hapo? Hakuona Yesu akija, ila akifumbua macho anaona mji unashuka. Wasomaji wa Biblia, nini kimetokea hapo? Ni ufufuo wa watakaopotea. Huyo atakayeona mji unashuka hana tumaini la kuishi na Mungu. Ni wale ambao watachomwa moto milele. Kwa hiyo kuna watu watakaofumba na kufumbua wataona mji. Kuna watu watakaofumba na kufumbua wataona akija mawinguni. Na ndio maana ya maandalizi yetu. Paulo anaandika kwa Wathesalonike waliokuwa na huzuni kuhusu watu ambao walikwisha kufa. Kwa hiyo akawa anatoa parakalete, anatoa faraja kwamba ninawafariji kwamba ufufuo utakuwepo wa wale ambao walimwamini Yesu. Maana Bwana mwenyewe atashuka, na neno mwenyewe limeandikwa kwa msisitizo. Na unajua Biblia ikitaka kufanya emphasis, maana ilitakiwa tu kusema Bwana atashuka, Yesu atashuka. Lakini anaposema Bwana mwenyewe, that is an emphasis. Hiyo ni emphatic. Hapo ameweka, na katika Kiyunani ametumia neno autos ho Jesus o ho kurios, kwa maana ya kwamba ametoa msitizo kwamba ni yeye mwenyewe atashuka. Ni kwa uhakika
ukisoma Yohana 14 anasema naenda kuandalia mahali, nikirudi nitakuja kuwachukua ili nilipo mimi nanyi muwepo. Na unaona kabisa katika kitabu cha Ufunuo hii sura ya mwisho kabisa inaandikwa naja upesi, naja upesi. Imerudiwa mara nyingi. Kwa maana kwamba anapomaliza kile kitabu kikiandikwa kumalizwa, kinachosubiriwa baada ya ufunuo ni ujio wa Yesu. Kwamba umelala, kuja kwa Yesu. Kwamba uko hai, kuja kwa Yesu. Ndio tukio kubwa. Hata kama kuna wali unawekwa mezani, hata kama kuna gari inaendeshwa kwenda hivi, hata kama kuna nyumba inajengwa, magorofa yanapanda, watu wanunua magari, lakini tukio kubwa kuliko matukio yote ni kuja kwa Yesu mara ya pili. Ni kuja kwa Yesu mara ya pili. Na haitakuwa kificho, maana parapanda itapiga. Maana unajua wengine wanasema itakuwa kwa siri. Kuna watu wananyofolewa wamepotea. Hapana. Ukipiga parapanda haitakuwa siri tena. Yaani tukio la kuja kwake kila mtu atashuhudia. Ndio maana katika sura ile ya 7, fungu lile la 7 mlisoma, linasema kila jicho litafanya nini? Litamuona. Kila jicho. Kwamba humpendi, hukumwamini au umemwamini, haijalishi. Kila jicho litamuona. Lakini wengine watamuona na kupotea kwa kifo. Wengine watamuona wakikazwa, wakibadilishwa na kufanana na yeye. Kwa hiyo litakuwa tukio la ulimwengu mzima. Halitakuwa tukio la siri. Lakini wakati atakapokuwa ameshuka, maandiko yanatuambia ya kwamba hata kanyaga chini. Atabaki hapo hewani. Kitakachotokea ni wale waliokufa na walio hai wataachiwa na kani ya uvutano ambayo miguu yetu imeshikiliwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo ile gravitational force itaachilia kila mmoja wetu, tutaanza kupaa, tutamlaki hewani, tutapaa pamoja naye. Kwa hiyo hakuna kusema kwamba sijui itakuwaje, watu wataulizana sasa ndio nini. Yaani pale fumba na kufumbua. Wakati huo yule aliye mzee atabadilishwa ghafla, atapewa ujana, atapewa miguu ya ujana, moyo wa ujana, figo ya ujana, ubongo wa ujana, macho ya ujana. Watu watatupa miwani, watu watatupa kila kitu. Waliopinda watanyoka na kupanda juu. Hakuna mtu atakayekuwa na unyonge na udhaifu. Kila mmoja atawezeshwa na kupewa ujana wake. Tutaenda na kumlaki Yesu hewani na tutapaa pamoja naye. Na anasema fungu la mwisho pale, tutakuwa pamoja na Bwana milele. Huu ni ushirika wa kudumu. Tutamtazama yule aliyetufia msalabani. Yule aliyewezesha dhambi zangu kusamehewa. Yule aliyewezesha hatia yangu kufutwa. Yule ambaye alifanikisha mimi kupewa nafasi, mimi niliye mdhambi mkuu, kupewa nafasi ya kukaribishwa makao ya amani. Kwa hiyo jambo la kwanza, kifo kitakuwa kimemalizwa, majonzi yatakuwa yameisha, utengano umekwisha, hatutatengana tena. Kwa hiyo kama ni mnakaa mjini kati, yani watu wa mjini kati wote mtakaa hivyo hivyo. Hakuna kutengana, hakuna mtu anaenda sijui ngoja nikastaafu, nikakae nyumbani kwetu Msoma, hakuna. Yani utakaa na wenzako maisha yote. Hakuna hufiwi na mtoto wala na mume, maana saa hizi tunafiwa. Ni kweli ama sio kweli? Tunafiwa. Yaani hii ni kanuni ambayo hapa duniani hatuwezi kuiepuka. Wanachumbiana wawili, wanaingia ndani ya nyumba. Kama mchungaji na mke wake. Wako wawili. Lakini kumbuka hapa tulipoketi kuna watu wamebaki wawili. Wamekuwa wazee, watoto wameshaondoka. Wamebaki wangapi? Baada ya hapo wanasubiri mmoja atangulie, mwingine afuate. Ndio kanuni ya dunia. Yaani imetufundisha hivyo. Kwamba unaanza hivi, unashukia hapo. Hivyo. Lakini mbinguni itatanguliwa hiyo kitu. Haitakuwepo tena.
hiyo kanuni itakuwa imevunjwa. Ukianza ni moja kwa moja. Kwa hiyo ujio wa Yesu utathibitisha haki ya Mungu mbele ya ulimwengu. Wale wote waliopuuzia, wale waliofanya uzembe, wale waliokejeli, wale waliosema hakuna, wale waliosema wala ujio hakuna, ni ninyi mnadanganywa, hao wachungaji wanataka tu kuchukua hela zenu, hayo maneno yote yatasitishwa. Atasimama mhukumu wa ulimwengu kuthibitisha waliomwamini walichagua ukweli. Amen. Saa hiyo haki itasimama. Wale waliobaki na Yesu watakaa upande wa kuokolewa. Wale ambao waliacha, wakapuuzia, wakaendelea na mambo yao, watakuwa wamepotea milele. Na kuja kwa Yesu narejesha waumini wote kuwa familia moja. Saa hiyo wote tutarejeshwa kuwa familia moja. Hakuna atakayekuwa, unajua hapa tuna mambo ya tofauti sana. Utashangaa sana. Hivi unajua kwamba hapa kuna waliosoma, kuna ambao hawajasoma, kuna watu wenye hela, kuna ambao hawana hela, kuna watu wana gari, wengine hawana gari, kuna watu wana afya nzuri, kuna watu wanagonjwa. Yaani hivyo. Yaani tumekaa kwa namna ambayo ni tofauti tofauti. Yaani hayo mambo yote yataisha. Yule ambaye hajapata degree hapa duniani na anamaliza mwendo mpaka hana degree, akifika mbinguni hata profesa hamkuti. Yaani tutakuwa tuko sawa. Umesoma hujasoma, tutakuwa tuko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Sikatai kwamba ukasome. Wewe kasome. Maana hata mimi nimesoma. Sijaacha kusoma kwa sababu ya kujua kama tukifika mbinguni hatutosi. Lakini hiyo mbinguni tutakuwa level moja. Mbinguni hakuna mwenye hela kuzidi mwenzake. Mbinguni hakuna mwenye afya kuzidi mwenzake. Tutakuwa katika level moja. Na tutakuwa familia moja, na hiyo itatimiza, ujio wake utatimiza ahadi zote za wokovu. Na unajua kwa mtazamo wa Biblia hakuna tukio kubwa kuliko hilo. Hilo tukio ndilo tukio kubwa kuliko matukio yote. Lakini ngoja nikwambie kitu. Tumefurahia sana hilo tukio, lakini Mathayo 25 inatuambia kitu cha kufanya. Sasa huenda nisome, maana Yesu alizungumza tukio la kuja kwake 24. Tukio la maandalizi 25. Sasa wengi wako hivi, tunapenda sana kusikia Mathayo 24 ujio wa Yesu, lakini ikifika 25 unasema hiyo hapana. Sasa nataka nituunganishe matukio haya mawili pamoja. Kuna tukio la kuja kwake na kuna tukio la maandalizi. Kwa hiyo ukisoma Mathayo 24 kuja kwa Yesu, lazima usome na Mathayo 25 maandalizi ya kuja kwa Yesu. Na chukua Biblia yako sasa tuende pamoja. 25 fungu la kwanza. Mahali ambapo 25 sura yote Yesu alizungumzia habari ya maandalizi ya kumpokea anapokuja mara ya pili. 25 tutasoma tu mafungu machache, fungu la kwanza mpaka 13, alafu tutamalizia pale. Ngoja nisome kutoka huko mbele. Na Yesu alipomaliza zile dalili na kila kitu pale juu 24 akasema 25. Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia, wakalala usingizi wote. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni kwenda kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa,
Halafu wakaja wale wanawali wengine, wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amin nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamuijui siku wala saa. Huo ni mfano ambao Yesu aliutoa, na mifano mingine ya maandalizi. Hiyo mifano yote inalenga Mathayo 24, ile tukio kubwa la kuja kwake. Kwa hiyo alitoa mifano ya wanawali, akatoa mifano ya mtu aliyesafiri sio akarudi. Mifano hiyo yote alikuwa anakazia kuhusu tukio la maandalizi. Na unajua, mimi nataka nikuambie, Yesu angalisema tukio la kuja kwake alafu asiandike maandalizi, ilikuwa ametutega tupotee milele. Kwa sababu tungeshangilia kuja kwake tu, shamra na kila kitu, lakini maandalizi hakuna mtu anahangaika. Kwa hiyo maana kwamba wote tungalipotea. Lakini tunamshukuru alitupa hii sura tena ambayo inatuambia namna ya kumngoja Bwana. Na unajua, akazungumzia habari ya bwana harusi. Kwa hiyo yeye Yesu ni bwana harusi, halafu bibi harusi ni wale waliokuwa wanamsubiri, wale wanawali, na pamoja na watu wote waliokuwa wanamsubiri. Sasa taa ni nuru. Taa, walikuwa na taa. Kwa hiyo walikuwa na neno la Mungu. Walikuwa wako na nuru ya kweli kabisa. Katika mioyo yao wanaamini ukweli. Lakini pia walikuwa na mafuta kidogo, Roho Mtakatifu. Walikuwa na nguvu ya Roho kidogo, sio kubwa, ya kuweza kufafanua neno na kulifahamu vizuri, lakini haitoshi kwa maandalizi ya ujio wa Yesu. Kulikuwa na usingizi. Usingizi maana yake kulikuwa na kupita kwa muda, delay. Ndio maana ya usingizi, kwamba kulikuwa na muda mrefu na kuchelewa. Huo ndio unaitwa usingizi. Yaani kule kuchelewa kwa muda ndipo ambako watu iliwafanya wawe na kuona hata hivyo imesemwa sana, sio hoja kubwa sana. Halafu mlango kufungwa ni kikomo cha neema na uamuzi wa mwisho. Wapendwa, hao wanawali wote walikuwa na taa, lakini nusu walikosa mafuta. Hii inaonyesha tofauti kati ya dini ya mazoea na uzoefu wa ndani wa maisha ya kiroho. Haya mambo mawili yalikutana uso kwa uso. Kuna wale ambao waliishi na dini ya mazoea. Anaenda kanisani, anarudi, hali ya roho yake haiangalii. Kwamba nini kiko ndani ya moyo is none of my business. Hahangaiki kwamba nini kitatokea, wala nini ni kawaida tu, hamna shida. Lakini nataka nikutie moyo jioni ya leo, neno hili limekuja kwa wakati mwafaka kwa ajili yangu, kwa ajili yako, kwamba maandalizi ni sehemu yangu, ni sehemu yako. Maandalizi sio habari za Yesu. Yesu atakuja kweli, ila itategemea maandalizi. Na dini ya mazoea ni pale ninapoendelea kuishi katika hali ya kawaida ya kuishi na dhambi, huku nashika Biblia, huku nimekubali baadhi ya dhambi kutawala moyo wangu, huku ninashika Biblia, huku nina kimada, huku nimeshika Biblia, huku ninaonja kidogo. Kuna mtu mmoja, mchungaji mmoja alisema, kuna mzee mmoja alisema, mchungaji, maana alitembelewa na pastor, kama mchungaji, mimi nashukuru sana, kanisa letu ni kanisa zuri sana. Ni kanisa ambalo linafundisha kiasi. Ambia sawa kabisa, nafundisha kiasi. Akasema, kwa mfano pastor, mimi hapa ndani kwenye friji nina pombe, ila nakunywa kwa kiasi. Sipigi mtu na nini, napiga tu kidogo, naishi na familia yangu, tunafanya ibada, hatuna shida yote na tunaenda kanisani. Haileti ugomvi. Yaani sio ile ambayo mpaka inasababisha ugomvi. Kwa hiyo mimi nashukuru sana, ni kiasi. Wako watu wastaarabu sana.
anaweka kwenye friji, anaweka nini. Na niwatie moyo, hata yale ma-energy hayako sawa. Hayako sawa. Kwa hiyo kuna dini ya mazoea. Mguu mmoja kanisani, mguu mmoja duniani. Ya dunia napenda, ya kanisani napenda. Ngoja niapeleke yote. Dini ya mazoea. Na wapendwa, siku ile nikianza hapa nisema hivi, wakati wa ujio wa Yesu mara ya kwanza, kulikuwa na wale wa dini ya mazoea, lakini kulikuwa na watu walikuwa nakaa hekaluni wakimwomba Mungu, Mungu tusaidie, usitupite. Masihi anapokuja utujulishe. Ndipo nikataja wale kina Simeoni, ambao wao kwa kumlilia Mungu, Roho wa Bwana kasema huyu hatutamwacha, lazima tumjulishe ujio wa Yesu. Akajulishwa Ana, julishwa wachungaji kondeni kule. Lakini wale viongozi wa dini waliokuwa wanafungua Biblia na wale mafarisayo waliokuwa na tafsiri maandiko, wanajua kila kitu. Hata Herode anauliza anazaliwa wapi, akasema Bethlehemu ya Uyahudi. Tunajua Biblia imeandika, hamna mtu asiyefahamu hicho kitu. Lakini amekuja yuko hapa, hakuna aliyekubali. Kila mtu akamweka kando. Na hivyo ndivyo ambavyo na maandalizi yetu yanatufundisha hivyo, kwamba tunaweza kushika hii Biblia, lakini inaweza isitoe msaada mkubwa. Kwa sababu ikikutana na mtu mwenye dini ya mazoea, hii Biblia haina msaada kabisa. Ikikutana na mtu anayetafuta uzoefu wa kubadilishwa moyo, imetoa msaada mkubwa. Onyo la mwisho lilikuwa basi kesheni. Kukesha sio kukosa usingizi wa mwili, bali ni kuishi maisha ya utii, maisha ya toba, maisha ya utegemezi kwa Roho Mtakatifu kila siku. Ni kuminyana na nguvu ya Mungu, kwamba Mungu, ninaomba uondoe chuki ndani yangu, na sitaondoka katika magoti mpaka umenihakikishia kwamba chuki imeondoka, kwamba kinyongo kimeondoka ndani yangu, kwamba dhambi hii iliyonitesa miaka 10 imetoka moyoni mwangu, na ninaomba unisaidie katika unyonge wangu na udhaifu wangu, niinue wewe Mungu mwenye uwezo. Watu wa namna hiyo, mbingu itatuma ujumbe wa ghafla kuwasaidia na kuwainua katika changamoto wanayopitia. Lakini yule anayeshikilia amebaki na hali yake, anakufa na tai, bado ndani kumeharibika, Mungu hana msaada. Lakini roho inayolia, hata kama ni dhaifu kiasi gani, mbingu iko tayari kutuma ujumbe wa msaada ili kumtia moyo na kumnyanyua katika changamoto. Nataka niwatie moyo siku hizi 10, usiziache hivi hivi. Mwambie Mungu, fanya kitu ndani ya moyo wangu. Fanya operation. Pasua moyo wangu, ingiza kile kinachoweza kutii na kufuata mapenzi yako. Mwambie Mungu, nisaidie nisipotee katika ulimwengu huu. Nisaidie nitembee na wewe, nifikishe salama. Hata usingizi wa mauti ukifika, nilale nikiwa na amani moyoni mwangu. Menyana na Mungu. Usimwachie. Mwambie Mungu, siwezi kukuachia mpaka umenibariki. Na unajua kuishi maisha ya utii, kwamba unamtii Mungu, kuishi maisha ya toba kila siku. Tunamkosea Mungu katika kutazama, katika kuwaza. Fanya toba yako iwe ya kila siku. Tengeza moyo wako ili kwamba hatua yoyote, kama ni stroke inakupiga, uwe tayari. Kama ni kuanguka kusikokuwa na sababu yoyote, uwe tayari. Kama ni chochote kile, mpaka fahamu zako kupotea, uwe tayari. Maana nafasi uliopewa ni hii ambayo tunafahamu. Ujumbe huu wa ujio wa Yesu utakuwa ni siku ya furaha isiyo na kifani kwa wale waliojiandaa. Wale ambao mioyo yao wameandaa, itakuwa siku ya furaha, lakini ni siku ya majuto kwa wale waliochelewa. Ngoja niwaambie wapendwa, wale wanawali wapumbavu walikuwa na taa kwa sawa, walikuwa na maandalizi,
ila kidogo walipuuzia kitu kimoja tu, Roho Mtakatifu. Na nataka nitangaze hapa kwamba maandalizi yetu hayatakamilika kama nguvu ya Mungu ya Roho Mtakatifu haijaitwa na kila mmoja wetu. Na hiyo nguvu inatakiwa kuitwa kila siku na kutengeneza kila siku. Maana Paulo anaandika katika kitabu cha Wathesalonike, anasema utu wetu wa ndani unafanywa upya kila siku na Roho wa Mungu. Utu wetu wa ndani. Kila siku unapomwita Mungu, nisaidie siku ya leo nitembee na wewe, Bwana anaenda kufanya kazi na wewe. Wapendwa, tumaini letu la ujio wa Yesu linatupa faraja au linatupa hofu? Je, linatusukuma kwenye toba ya kweli ya kila siku? Je, tunataa tu au pia ni taa iliyojaa mafuta? Taa yangu ina mafuta kiasi gani? Ellen G. White anaandika, anasema baada ya Mwokozi kupaa kwenda juu, hisia ya uwepo wa mbingu iliyokuwa imejaa upendo na nuru ilikuwa bado iko pamoja na wanafunzi. Kila mmoja alisikia ile hisia kwamba Yesu yuko pamoja nao. Na unajua hiyo iliwapa faraja kwamba Yesu yuko pamoja nasi. Na unajua ile saa wakiwa katika ule mlima, gari lilikuja likamchukua Yesu, likawa linamchukua kwenda juu. Na Yesu akawa anawapa ujumbe wa mwisho, tazama niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Na Yesu yuko pamoja nasi hata sasa. Kupitia Roho wake mwema yuko anazungumza nasi. Na anatufundisha kuelekeza mawazo yetu kwake, kuyatoa katika dunia, kuweka vipaumbele kwake. Jana tuliachiana vipaumbele vinne vya kwetu, lakini vile vya mbingu. Sasa ni vipaumbele gani unaviweka kwake? Ni tumaini gani unaliweka leo kwake? Mungu atupatie umuhimu na uharaka, the urgency, kwamba hiki kitu ni cha muhimu kiasi gani. Je, kina uharaka kiasi gani ili kujiandaa kukutana naye. Jioni ya leo ninapenda nitoe wito kwetu sote. Twendeni tukaandae mioyo yetu. Amen. Twendeni tukalia katika magoti kwa umwagaji wa Roho Mtakatifu anayefanya maandalizi kukamilika katika mioyo yetu. Isiwe ikawa kama wale wanawali wapumbavu waliobaki na maandiko pekee, wasiwe na nguvu ibadilishayo ya Roho Mtakatifu. Maandiko pekee hayawezi kufanya chochote, lakini maandiko yanapounganishwa na nguvu za Mungu, zile za Roho Mtakatifu zinazobadilisha, mtu atakuwa na tabia ya Roho Mtakatifu. Tunda la Roho litazaliwa ndani yako.